dadako atarudi nyumbani ama sistako kwa upande mwingine atarudi nyumbani. Na sasa hivi ninavyoangalia ni kwamba dadako ako upande wa Mombasa na maisha yake si mazuri. Alitoweka miaka ambayo imepita. Ndio. Na nimekuwa nikimtamani sana daktari. Kwetu tumezaliwa kama vile nilivyokuwa nimekueleza ya kwamba tumezaliwa mimi na yeye. Na wakati alipotea pia hiyo kitu inakuanga sana kwa kichwa yangu nikifikiria naweza muona aje, jinsi nitakavyoweza kumpata. Ndio. Kwa wakati huu wote daktari. Asante kwa swali yako kuhusiana na dada yako ambaye ni sister yako. Na ningependa uelewe ya kwamba huyu dadako alikoolewa sababu alikuwa ameoleka. Kweli au si kweli? Ukweli. Alikuwa ameoleka, hiyo familia alikuwa ameoleka ama aswa, acha nisiseme familia kwa yote, ama aswa bwana yake ambaye ni bwana ya huyu dadako. Hakuwa mtu ambaye msimamo wake ni ule wa ukweli. Alikuwa ni mtu mwenye vurugu kwa upande mwingine. Hakuwa ni mtu unajua tukiangazia mambo na familia, kuna kuanga na familia zote hazifanani. Ukweli. Wanielewa? Familia zote hazifanani. Hivyo basi dadako hakuweza kuvumilia, hakuweza kuwa na ule uvumilivu, na pia hakuweza kupata watu ambao watamkalisha chini na wamuongeleshe. Zaidi sio yeye peke yake, pia huyu bwanake kando na kuwa na hizi vita ni mtu alikuwa ambaye hataki kusikia kutoka kwa yoyote. Hivyo basi hawakuweza kupata mtu awakalishe chini, awape mawaidha kwa upande mwingine, sababu alioleka bado akiwa ni mtoto. Si alikuwa mtoto mdogo, lakini bado kwa marriage hakuwa amekuwa vile. Wanielewa? Hivyo alichangia sana, huyu bwanake alichangia sana kwa dadako kutoweka pale kwa sababu ya zile vita alikuwa napata pale. Isitoshe mamako ambaye ni mzazi hakuweza, sitalaumu mamake, pia nitalaumu wazazi wa hawa wawili. Hawakuweza kuwa na mkutano ambao unaweza tekeleza hawa wawili kuwa na uhusiano mwema. Na wakati hawakuwa na ule mkutano, mamako mzazi alichukua fursa ya kumchukua mtoto wake kutoka katika yale mahusiano na akatoweka, na dadako akatoweka katika mahusiano. Wakati dadako alitoweka katika mahusiano, ile familia ingine ilikuwa na njia zote za kumrudisha nyumbani, ilitafuta njia zote za kumrudisha nyumbani. Kwa bahati nzuri au bahati mbaya, walikoenda, wacha nitumie hiyo jina, walikoenda mambo yakaenda yakasabaratisha, na badala ya dadako kurudi nyumbani akavurugwa, akatoweka. Wamenielewa? Na sasa hivi ninavyoangalia ni kwamba dadako ako upande wa Mombasa na maisha yake si mazuri. Maisha anayoishi si mazuri. Amekuwa ni mtu wa miadarati, mtu ni wa hapa, ana kazi, ni mtu wa kuzunguka tu, kuzurula tu. Lakini nina hakika ya kwamba Mungu atatusaidia, sababu uwepo utakuwa na dadako atarudi nyumbani ama sistako kwa upande mwingine atarudi nyumbani, na haitakaa sababu baada ya siku 2 nitakujulisha jinsi tutavyofanya kwa ajili ya huyu dadako, na nina hakika atarudi nyumbani na mtakuwa na ule uhusiano wa ndugu ama uhusiano wa nyinyi ni watoto wa mzazi mmoja. Ni sawa sawa. Hivyo basi mambo kuhusiana na dadako nina hakika tutasuluhisha, na baada ya hizo siku 2 nitakuelekeza jinsi itavyofanyika na ndugu ya dadako atarudi nyumbani. La muhimu kwa leo ama la ziada kwa leo ni kujua jinsi babako mzazi, sababu anateseka kabisa. Anateseka, mateso ni mengi pale. Kijana yetu anaweza tueleza jinsi alivyompata pale, hali yake ilikuwa aje? Unajua
first time yenye Susan hapa alinitumia namba babake na mamake. Haikuwa kazi rahisi, hata before nikuje nikuambie story yako alafu ukanisaidia kuniambia prison yenye yako. Nilikuwa nimejaribu kutry kupigia mamake, but mamake akisikia story na bwanake hakuwa anataka. So ndio mimi kitu ya kwanza nasema shukrani, sababu usaidizi wako ulifanya kitu ya kwanza tukajua pahali hako. Na time yenye nilitoka hapa Nairobi nikaenda mpaka huko, ndio at least walienda wakaniambia kuna mtu kama huyo hapa, na nikawa request tukafanya video, hawakuwa na issue. Na mimi kulingana venye niliona baba Susan ni mtu tu mtulivu, ana mambo mengi. Ndio. Alinielezea na venye tu umeelezea hapa Susan. Venye tu ili happen, akaniambia alikuwa ameenda malishoni. Hata kujua chenye kili happen after saa 7 sijui ni kurudisha, alikuwa anarudisha ng'ombe ndio akule ndio hasa aende. Akienda malishoni bibi yake na huyu mjukuu wake ndio walitoka. So time yenye anarudi ndio polisi wanakuja. Wewe ndio mzee fulani ndio akuja akashikwa. Actually maisha ya jela haikuangi hizi. Ndio. Sababu mnapitia vitu mingi huko. Ndio. Kitu moja najua, the moment unajua kuna ile category ni kuna wezi, kuna wenye uwaji. Ndio. So kuna ile ni ya huyu, yani wewe uliangalia tu mtu wa kurepu kulala naye ukaona ulale na mjukuu wako. So kuna hiyo lazima tu unajua tu lazima inamuaffect. So ndio. Bi time yenye niliongea naye alinirequest. Alisema hata hakuwa na mambo mingi. But kwa 100% ni kuwekelewa, aliwekelewa. But unajua bila proof. Na mtu mwenye alimweka hapo ni bibi yake na mjukuu wake, na huyu alikuwa mtoto. Sasa huyu mtoto ni mtu mkubwa sababu tulienda tukapatana. So mimi alinirequest akaniambia kijana wangu, hata aliongea na Susan. But sasa hiyo time Susan alikuwa kwa na sikutaka kumwambia mingi sababu aliniambia usijaribu kumwambia chenye nimeshikiwa, ndio maana nilimwambia jana hiyo story. Na unajua huko angekuwa na stress, na uzuri umemwambia chenye kili happen. Sasa hii najua ako na clue nini yote yenye ili happen. Ndio. So prison babake alinirequest niende nitafutane na bibi yake nimuongeleshe, nimuulize nini ili happen na kwa nini ilikuwa hivyo. Sababu alikuwa na ile anaona bibi yake anaweza, kuna venye anaweza amua, sababu unajua ndiye alimweka huko. Na mtu mwenye kesi yenye ilikuwa ni huyu Vero venye mimi niliongea naye na venye ulikuwa umeniambia alikuwa na wasiwasi, sijui ni nini yenye anga ina happen huko kwao. So mimi babake akanirequest nikaenda huko, nilikuwa niende niongee na bibi yake. But haikuenda hivyo. Nilienda nikajielezea, nikamwambia mimi naitwa mtu fulani, nimetoka pahali fulani. Kwanza wakati alisikia Susan ndiye amenituma, alipiga nduru nyingine kidogo, sijui simu ikapigwa hapo, simu mbili. Ndio mzee wa kijiji akuja hapo kidogo sub chief. Of which mimi sikuona ikiwa necessary, sababu hata ukienda place ukiwa mgeni, the moment umejitambulisha na nilikuwa tayari nishamuonyesha mpaka picha ya bwanake. Ndio. Sioni mambo na wazee wa kijiji, sub chief, ilikuwa inaingiliana wapi. So wakati walikuja hatukuwa na any conversation yao kati yangu mimi na wao, sababu walikuwa na ile bitterness, umekuja kufanya nini? Susan amekutuma kama nani? Wewe ni bwanake nini? Au huyo mwenye ako jela amekutuma? Wewe ni wale watu mnakuja kunini, unataka kuiba? So kwa tuna story mingi, but uzuri Vero tulikuwa tumepatana nako. So sikuwa najua kama ndio kalifanya mzaya akawekwa ndani. So kalisikia tukiongea hiyo story. So after kamesikia nimefukuzwa, kakuja akaniambia nitulia hapa, enda utulia hapo kwa barabara na kuja hivyo tuongee. After tumekuja alikuwa tuna ile wasiwasi. Ndio nikamwambia mwenye amenituma huku ni I think ni cousin, si ndio? I think ni cousin. So nikakajaribu kunielezea, akaniambia venye kulienda, zika kanuliwa sijui nini, story mingi. But hiyo time sikurudi tena jela, na nilikuwa nimepromise baba Susan, after Susan amekuja to make sure tumeenda huko tumtembelee. Ndio. Sababu yeye matumaini yake kubwa, anajua alikuwa na ile imani ya msichana yake akikuja ako na imani atatoka. Na nilimwambia
kuna daktari mwenye alinidirect hapa, nikamwambia kama uko sure, mimi kitu yenye nilimwambia kama uko sure au kufanya hiyo kitendo kwa 200% utatoka, unless either ikuwe mambo ingine, but mimi nikamwambia kama uko sure uko ile 100% hakuna kitu ulifanya, wewe kuwa na ile imani utatoka. Ndio. Sababu ukweli itajulikana, na the moment ukweli ukijulikana, hapa kitu yenye iko hapa tu ni msichana mwenye alinini, hata kama hawatakuwa nasikizana, kitu yenye niliona yako na uoga nayo ni hiyo sababu mamake, kitu ya kwanza nimeshangaa ukisema mamake ako Mombasa. Yeye anajua mamake alikufa. I think hiyo ni information yenye alipewa na shushu yake. So I think ako na ile uoga, yeye ana mama, ana mama, shushu ndiye anaishi na yeye. Sasa mzazi anaua mtoto wake kweli. Sasa hivyo ndio aliniambia. Mimi nilimuuliza akaniambia mimi shushu aliniambia mamangu alipasa. So ako na ile uoga sababu huko tu ndio home. Mtu mwenye anashinda na yeye wakiamka wakilala ni shushu wake. Which saa hii ni mtu mkubwa. So pia yeye anaweza tamani pia akakombolewa kutoka huko, na at least kama daktari unaweza tengenezea mamake life yake venye umesema utamtengenezea. At least ndio akuja apatane na mtoto wake. Hiyo miaka kama aliachwa akiwa 3 years na sasa yako 22. That means hiyo ni 19 years. Hiyo miaka ni mingi. So naweza tamani pia kama kanaweza kukutana na mamake ndio at least kakuwa na ile freedom, sababu umesema tu kitu yenye walikosana na babake. Huyo ni mtu mwenye uwezi sema ati ana baba na ana mama, sababu kama mamake yako babake yako mtu life yenye anaishi saa hii haruhusiwi kuwa anaishi hiyo life. Sababu venye niliona kuna ile wasiwasi, I think wanga kanapitia mengi. Asante kwa hiyo huo ufupi uliotuambia, na hakika ninajua ya kwamba Mungu atatenda hivyo. Susan, nataka nikuhakikishie ya kwamba babako mzazi, sababu la muhimu na ambayo una uzito ni kuwa babako amefungwa jela kwa miaka yote humu nchini. Lakini nataka nikuhakikishie, kwanza nataka utupeleke mahali huyu baba Susan hako, tuweze kumwona, tuongee mambo mawili matatu. Lakini nataka ukuwa unajua ya kwamba babako atakuwa huru. Sababu ni gani? Asante daktari. Lazima koti raise appeal kwa kesi ya huyu babako, sababu hakuna kesi yoyote ile na ukweli utajulikana. Sababu maombi tutayoomba ni kwamba hata waliohusika watajitoa waweze kunena ukweli. Hata hii hospitali ambayo ilipewa ile pesa, yule aliyepewa ile pesa atajitokeza aweze kunena ukweli. Hivyo basi wakati tutakuwa tunaapili hii yote, ushuhuda ama ushahidi utakuwa pale. Yule mtoto atakiri ya kwamba haya yote hayakufanyika. Zaidi wale waliolipwa ama wahusika aso kwa ile hospitali lazima ajitokeze aseme ya kwamba ili halikufanyika hivi na kulingana na hivi na hivi ndivyo ilivyofanyika, ndipo babako apate haki. Ukweli. Wanielewa? Hivyo basi msiwe na shaka kwa huyu baba yenu, sababu wakati ile appeal itakuwa raised ama tutaiweka, ni lazima babako na apate haki. Ni sawa sawa. Hivyo basi mambo na babako, mambo na dadako, ayo usiwe na shaka nayo. Zaidi bado naona hakika una mawazo mengi. Hakika una mawazo mengi. Naona bado ulikuwa umeoleka. Ndio daktari. Na kuoleka huyu aliye bwana yako, naona ulikuwa na matarajio mingi. Naona pia bado mlikuwa na zile plans za maproject mlikuwa nazo sana. Lakini nikiangalia mazungumzo yenu yamekuwa yakipitana hivi na vile. Ni kweli? Ni kweli daktari. Ndio. Nimekuwa na changamoto sana katika maisha yangu.
sio kwa mzee, sio kwa dada yako hauna, babako hujui ako wapi, mama yako anakuzungusha. Sasa katika upande wa mzee wangu tumekuwa tukiongea na project mingi, tukiongea kwa simu, tukipatana ananiambia nimeona hii na hii inaweza tusaidia huku, tuma pesa tununue hii, ukikuja Kenya ukuwe na kitu yako. Na mlipatana wakati natumai angekuwa kwa laini ya kwanza kukupokea pale ulipokuwa unakuja. Asante. Hata mimi tulikuwa tumeongea nitampata airport na Gidi, tulikuwa tumeshazungumza. Akaniambia atafika wakati, nikamwambia flight yangu inafika saa ngapi. Akaniambia atafika mapema sana. Wakati nilifika hapo, uhakika nilihuzunika sana. Kupata ni Gidi peke yangu yake, akaanza kunifariji. Nikamuuliza na kwani baba yangu ako wapi? Akanielezea, nikakuwa na huzuni. Mzee mwenyewe sio kumuona. Hivyo daktari, nikakuwa na huzuni sana katika maisha yangu. Hasa ni nini inaweza kuwa inaendelea? Ni nini nilikosea Mungu ndio nipitie wakati mgumu kama huu? Haujakosea kwa jambo lolote. Huwa nasema unapitia haya yote, sio wewe unayepitia, kuna mwingine pale anayepitia. Hivyo basi utapopata usaidizi, yule mwingine pale amefinyiliwa atapata usaidizi. Hivyo Mungu amekutumia kwa upande mwingine. Haya yote unayopitia, hizi vikwazo zote unazopitia, Mungu anakupitisha ndiposa uwe ushuhuda kwa wengine. Wengine jinsi wanavyoteseka wajue ya kwamba kuna Mungu anayesaidia, na pia utakuwa na ushuhuda kama huo. Ni sawa. Hivyo sitaingililia sana kuhusiana na haya mambo ya bwanako, sababu wakati wa bwanako utafika. La muhimu na la ziada sasa hivi ni kupata haki ya nani? Ya baba yangu mzazi. Ya babako. Ni sawa sawa. Hivyo basi sina shaka lolote ya kwamba haya yote utakuja kupata ufunuo. Haya yote kudanganywa kote na huyu bwanako ambaye naona pia akona mtu mwingine ambaye ameoa. Hivyo basi wakati unasema bado umeoleka, nashindwa. Huyu bwana yako, na sitaki niingililie ndani, sababu huo wakati utafika. Sitaki bado ukue na wale mawazo, lakini ninakuhakikishia kwamba haki yako, sababu naona ulijituma sana, naona ulikuwa unatuma pesa ndiposa project gani, ila project zangu alichukua akapea mwanamke mwingine. Ndio, kunaye aliye bibi pale hako. Hiyo nayo sikufichi, nataka ukuwa unajua, sikufichi ya kwamba kuna bibi pale, ila hiyo isikupe shaka. La muhimu na la ziada kwa sasa hivi ni haki ya babako. Ni sawa sawa. Tukishapata haki ya babako, tunakuja kwa familia. Ni sawa sawa. Asante. Hivyo basi kijana wangu, sijui kama mna swali lingine lolote, sababu ningependa aswa twende, kabla muda hujasonga, twende tupatane na baba Susan, tuongee mawili matatu. Me for now sioni kama nitakuwa na mengi, so I think kitu yenye tunaweza fanya saa hii ndio hata mimi ni keep ile promise nilikuwa nimepromise babake. Nilikuwa nimemwahidi time yenye msichana wake atakuja to make sure tumeenda. Ndio. Umuona. Ndio. Thanks sababu pia wewe utakuwa. Asante. I think saa hii tunaweza toka, ndio tufike tupatane naye. Ndio. At least tuongee naye, alafu ndio at least akuwa na ile matumaini. Usicheze amekaa for 15 good years bila kuona msichana wake. Haijakuwa rahisi. So sio rahisi. Mimi kitu yenye naweza request hata time yenye atasikia ako hapo tu siku kadhaa ndio atoke, after pili imefanyika ndio atoke. I think atakuwa na ile matumaini ya hope. Utakuwa tuna ile hope ya usicheze 15 good years for prison, si kitu rahisi, alafu baadaye ukuje upate freedom. Ni kweli. So for now I think tutaafu kutoka hapa tuende mpaka huko. So guys, I think next episode tunaenda kushutia prison. Wacha tuone mambo itakuwa. For now, bye bye.